Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni Alhamisi ya tarehe 7 ya mwezi wa 12 mwaka 2023. Siku nzuri kabisa ni kukaribisha kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhan Mzaina. Hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Sheikhan Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati, tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni askari 1285 watafuta miili zaidi kwenye tope. Waliokufa Hanang wafikia 69, misaada yamiminika. Wanasaikolojia upelekwa Samia kwenda leo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia ng'ara tena kimataifa, atajwa miongoni mwa wanawake 100 wenye nguvu duniani. Habari katika ukurasa wa 3. Benki ya Dunia yaguswa kazi uchumi wa buluu. Habari katika ukurasa wa 7. Majaliwa asifu mfumo wa biashara EAC. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili habari nyingine zilizopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, tunaheshimu IDA, mageuzi kiuchumi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Serikali yataka umoja kukabili ukatili kijinsia. Habari katika ukurasa wa 7. Mvua yabomoa nyumba 40 Shinyanga. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Alhamisi leo. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kinachomsubiri Samia Hanang, waliopoteza ndugu, makazi na wafanyabiashara wapaza sauti kuomba msaada wakisubiri ujio na kauli kutoka kwa rais, serikali ya hamia Hanang. Lakini pia gazeti hili imeandika 69 idadi ya watu waliopoteza maisha kwenye janga la maporomoko ya matope wilayani Hanang mkoani Manyara hadi jana. Gazeti hili pia likiandika nukuu, kuna mtu anayenidai alinipigia simu kudai hela zake, nikamwambia wewe huangalii TV, akaniongelesha Kisukuma mayo mayo, mama. Sasa nikamwambia ongea Kiswahili, mimi hali yangu hii, wewe unataka hela. Rais Samia ninachomwambia anisaidie deni hili. Aziza Abdallah, mfanyabiashara. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Mangi Mareale ashinda rufaa, jaji atoa maagizo. Habari katika ukurasa wa 5. Kinacholitikisa soko la samaki kanda ya Ziwa. Habari katika ukurasa wa 14. Simulizi kutoka mahakamani. Washtakiwa walikuja Tabora, ni wapatie kinga wasikamatwe. Habari katika ukurasa wa 22. Lakini pia gazeti hili limeandika DP yaanza kushusha vifaa bandarini. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia kutoa Katesh na maelekezo mazito. Anawasili leo baada ya kufupisha ziara yake nchini Dubai. Wengi wakunwa alivyoshughulikia maafa. Misaada yazidi kumiminika Hanang. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Tanzania kuongeza uwekezaji katika sekta za kipaumbele. Habari katika ukurasa wa 4. Majokofu ya kuhifadhia miili yaongezwa Hanang. Habari katika ukurasa wa 4. Mikakati endelevu iwezeshe wanawake kibiashara Afrika. Habari katika ukurasa wa 4. Huduma za afya Arusha zaendelea kuboreshwa. Habari katika ukurasa wa 7. Watalii wakwea kilele cha mlima Kilimanjaro kuadhimisha miaka 62 ya uhuru Tanganyika. Zelensky afuta ghafla mkutano na Seneti ya Marekani. Rais Samia na dhamira ya kuyakabili mabadiliko tabia nchi. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hali tete Katesh, Kilosa miili zaidi ya upolewa. Mvua yaangusha nyumba 51 Shinyanga, kote ni vilio vya kaya zisizo na makazi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 na ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Sumaye Kweka alituongoza tulipokwama kikazi serikalini. Lissu mtaja ndiye aliyemnoa kisiasa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Samia Mbowe kutua msibani Katesh leo. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika wastaafu waidai UDSM
mabilioni yenyewe yakana, habari katika ukurasa wa 3. Zanzibar walia na utelekezaji watoto uliozidi, habari katika ukurasa wa 17. Waangalizi DRC wagombea acheni sentesi za ukabila, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini pia gazeti hili michezo likiandika Guardiola tutabeba tena ubingwa EPL, habari katika ukurasa wa 22. Gamondi aongeza dozi Yanga Sports Club, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tunatazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele, Rais Samia awafariji wananchi wa Hanang, habari katika ukurasa wa 2. Serikali yataka mikakati kuwezesha wanawake, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Rongo kwa madereva wazembe, Macha aonyesha kidole uvurugaji jumuiya wazazi, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mafuriko mengine Kilosa, watu 3 wafa, kaya 327 zaathirika, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti Uhuru. Uhuru limeandika baraza la wawakilishi lapitisha muswada mpya, dawa vifaa tiba vya shilingi bilioni 1.61 vyakabidhiwa, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Mwanahalisi mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hali tete CCM, utafiti mpya waitabiria mabaya uchaguzi 2025, wajumbe wa NEC wamparua mtafiti, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Vigogo wahamia Dubai, wamo mawaziri, wakurugenzi, vigogo wengine, wanasiasa watoa neno, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 5. CWT kwa fukuta, Mwalimu Kazoba aibua mazito, habari katika ukurasa wa 14. Poleni Manyara, undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Pacome Maxi wamtisha kocha, asema ndio kabali yao. Gamondi akili nyingi, Jobu afunguka, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ni Ijumaa, Medeama vs Yanga, mchezo utapigwa saa 1 kamili usiku. Dakika 120 ilizotumia Yanga kufunga bao moja ligi ya CAF. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rekodi za mbeba Benchika atembea na faili la Wydad, kambi Morocco ya noga, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Jumamosi ni Wydad vs Simba, mchezo utapigwa saa 4 kamili usiku Marrakesh, Morocco. Zanzibar kumekucha, Azam FC KMC, ngoja tuone, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Twiga haikuwa kazi rahisi, habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Ten Hag akubali yaishe Man United, habari katika ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Ninalo gazeti Sport Extra lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Gamondi abadili mfumo Yanga Sports Club. Ni Medeama vs Yanga kesho Jumaa saa 1 kamili usiku, apata mitambo ya kuamaliza Medeama, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Simba tunaanza na Wydad, onyo kali latolewa, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rais aanza kuona dalili za ubingwa Arsenal. Yanga Sports Club yashtukia jambo Ghana, Chama akabidhiwa Waarabu, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Sport Extra. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika serikali yaipongeza Twiga Stars, Gamondi apania rekodi mpya ligi ya mabingwa, Azam KMC vitani leo, TNC wamwagia sifa Mbosso, habari katika ukurasa wa 21. Simba Yanga za wafariji waathirika Manyara, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Gamondi aongeza dozi mpya Yanga, kocha huyo ajipanga kuonyesha kandanda safi na kiwango bora, ili habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23. Shime afunguka kwenda Wafcon, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23. Ateta kuikosa Villa Jumamosi, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii.
Pata nakala yako ya gazeti Nipashe usome kwa undani zaidi habari hizi ambazo zimeandikwa katika ukurasa wake wa nyuma. Nipashe michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.